baada ya kushuhudia first leg ya ligi ya mabingwa barani Ulaya hatukubahatika kuiona sare. Game zote zilikuwa zimetoa 12, yani kwamba alishinda yeyote, na moja kwa moja vijana wa Arsenal wakiwa nyumbani wakamwadhibu Real Madrid mabao 3-0, na hapa hii game inaonekana kuwa na ugumu sana. Je, pana comeback Madrid alichokifanya dhidi ya vijana wa PSG, alichokifanya dhidi ya Wolfsburg 2-0 mpaka kushinda 3-2, alichokifanya dhidi ya Manchester City 5-3 mpaka game kuisha 6-5, inakwenda kuwaje? Hayo yote tutakwenda kuyadiscuss hapa kwamba je, kuna possibility ya vijana wa Madrid kupita au inakwenda kuwaje? Lakini pia vijana wa Bavaria pale wameshadhibiwa mabao 2-1, na wanatakiwa kufahamu kwamba vijana wa Bavaria hawa wameshazoea kushinda ugenini zaidi kuliko hata wanavyoshinda nyumbani. Kwa hiyo Inter Milan bado game ni ngumu, tena aggregate ni bao moja tu ambalo linatofautisha hawa miamba wawili. Inter Milan ikipata ushindi wa bao 2-1 kwa moja, hii game pia ina ugumu wa aina yake. Tutakwenda kujua hapa tunakwenda kuikaje kwenye swala letu la kubashiri, lakini pia leo nitaunganisha game zote 4 na game za kesho mpaka game za kesho kutwa. Kwa moja game nyingine ni ya miamba wa kutoka pale nchini Ufaransa, Paris Saint-Germain ambao tayari ni mabingwa wa ligi 1 pale na wanatafuta kikombe kingine, kwamba wanaitafuta semi-final ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Tayari wameshamwadhibu Aston Villa bao 3-1, na kumkativicha Kvaratskhelia alikuwa kwenye kiwango bora sana. Sasa kwa sasa hivi watakuwa Villa Park pale, Aston Villa ipo nyumbani. Tunakwenda kuona bundi moja ya game kwenye hawa miamba wawili, na pengine namna inakwenda kuisha tutakwenda kudiscuss hapa kwamba pengine possibility ikawa inakwenda kuishaje kwa ndugu wa Bashiri. Lakini game ya mwisho ni game ya miamba kutoka pale katika Catalonia, miamba wa Barcelona pale, wao Visca Barca watakuwa na kibarua dhidi ya Borussia Dortmund wakiwa nyumbani kwao pale Signal Iduna Park nchini Ujerumani. Bunge moja ya game pia tayari ni 4-0, Dortmund ameshapata adhabu. Watu wengi wakalalamikia bao la Rafinha, lakini hizi footage zilikuwa si za kweli, kwa sababu ile bao lilikuwa ni clear goal, ni kwamba tu aliliba kutoka kwa Kubasi. Hilo ndio tufahamu kwamba ile bao aliliba kwa Kubasi, lakini sio bao la offside, kwa sababu mpaka Kubasi anagusa mpira lile bao ni kwamba Rafinha alikuwa kwenye position ambayo alikuwa tayari po onside. Sasa hizo ndio game 4 ambazo tunakwenda kuzidiscuss hapa, na baada ya hii video basi kesho nitakupostia video za Europa. Kumbuka United atakuwa na kibarua dhidi ya Lyon, Atletico wameshadhibiwa mabao 2-0 dhidi ya Bodo Glimt, lakini pia pana games za kutosha sana Bilbao pia. Kwa moja hizo game tutakwenda kuzidiscuss siku ya kesho jioni. Haya, moja kwa moja tuende kwenye games. Tutaanza na vijana wa Arsenal dhidi ya vijana wa Real Madrid. Tayari ni 3-0, lakini unajua kitu kinachonipatia shaka dhidi ya vijana wa Arsenal ni kwamba aina ya mabao ambao waliyapata. Unajua Arsenal kapata mabao yote ambayo ni ya kutengwa kama mtakumbuka ni kwamba bao la kwanza lilikuwa la kutengwa, akitoa Declan Rice adhabu, na same pia Declan Rice mwenyewe akaja karudi tena kutoa adhabu nyingine, na baadaye Merino anakuja nafunga bao la kawaida. Kwa moja kwa moja haya mabao mawili ndio ambayo yanatia shaka, kwa sababu unajua kwenye mipira ya kutengwa kama kona, lakini pia free kick mara nyingi huwa yana depend kwa makosa ya mchezaji mmoja. Unaweza kukuta kwa mfano kama free kick kosa na kwenda goalkeeper pekee, kwa hiyo wandani wanaweza kama wamefanya vizuri, lakini kosa limeenda kwa upande wa goalkeeping. Kwenye kona unakuta labda beki hakujiposesi vizuri. Kwa moja mabao ya aina hii huwa yanatia shaka kwenye ligi ya pili. Ndio maana kwa sasa hivi inakuwa ngumu sana kumgarantii kwamba Arsenal anakwenda kupata ushindi kwa mara nyingine, lakini kutokana na atmosphere pale Santiago Bernabeu, pressing ambayo atakuwa akifanya Real Madrid kwenye wakati hawana mpira, kwamba Arsenal kumiliki mpira atakuwa hana hiyo nafasi, kutokana na kwamba vijana Real Madrid watakuwa wakifika mno. Tulishuhudia game ya Manchester City ya 3-3, Federico Valverde anasawazisha, Real Madrid alifunguka totally kabisa, lakini amekuja kwenda kule Etihad Stadium akaja kuzuia, yani kama sio yeye, na game kaisha 1-1 wakaenda kupita kwa mikojo ya penalty. Kwa hiyo hii game pia intensity kubwa itakuwa kwa upande wa Real Madrid. Moja kwa moja kwa guarantee ni kwamba double chance kwa upande wa Real Madrid kwamba anakwenda kushinda au kusali, lakini mimi naitazama hii game kama inakwenda kutoa sare tu na Real Madrid akaondoka kwenye mashindano, lakini kwa guarantee ni kwamba Madrid anaweza kashinda hata 1-0, 2-0. Kwa hiyo moja kwa moja guarantee tu kwamba game double chance kwa upande wa Real Madrid kwamba anakwenda kushinda au kusale. Hapo option hiyo ndio option nzuri zaidi, kwa sababu ni game ambayo haitabiriki. Hapo nakuwa nimemaliza. Game nyingine ni miamba wa Bayern dhidi ya Inter Milan. Tayari ni 2-1 na Inter Milan ameshapata ushindi, lakini tutaenda kushangazwa sana na matokeo ambayo Bayern tena kuyapata kule ugenini, na pengine atakafanya comeback na akaqualify kwenda kwenye hatua ya semi-final. Lakini kwa guarantee hii game ni kwamba both team to score itakuwa ni kitu ambacho hakizuiliki pia pale kwenye dimba la San Siro, lakini kwa guarantee zaidi basi unaweza kumpatia Bayern a score au mechi 12 kwamba ashinde yote, kwamba kati ya Bayern au vijana wa Inter Milan kwamba wanaweka 12 kwamba ashinde yote kwenye guarantee. Lakini kihistoria ni kwamba Inter Milan akiwa nyumbani kwake pale amekuwa mbovu sana mbele ya Bayern, akiadhibiwa mpaka 4-1, lakini pia kuna muda alipoteza bao 1-0 na zimekuwa pia zikitokea sare kadhaa. Kwa hiyo moja kwa moja hii game bado inaonekana kuwa na ugumu wa aina yake, lakini kwa guarantee tu wewe ni kwamba weka either boost team to score au 12 kwamba anakwenda kushinda yote. Lakini kwenye swala ku qualify hapo usije kugusa, kwa sababu yote ana 50-50 chance ya ku qualify. Inter anaweza ku qualify, ni vijana wa
Bayern Munich pia wana uwezo wa kuqualify. Hiyo game pia nakuwa nimemaliza. Bunge moja game pia mimi macho yangu atakuwa hapo. Game nyingine ni miamba wa kutoka pale nchini Ufaransa, Paris Saint-Germain dhidi ya Aston Villa. Villa watakuwa pale Villa pale nyumbani kwao, na tumekuwa mashahidi Manchester City amepata adhabu pale msimu jana, Arsenal pia Villa pale ameshaonyesha ubora kwenye ile dimba pale, akitoa adhabu kwa vijana wa Club Brugge ambao walikuwa wamemondoa Atalanta. Kwa hiyo bado chance ipo kwa Villa pale kwamba ana uwezo wa kufanya kitu, ana uwezo kupata mabao mawili hata pia akaqualify. Lakini kwa Paris Saint-Germain hii ambayo imeonekana kuwa bora popote, kwamba ugenini au nyumbani, tumeshuhudia dhidi ya vijana wa Anfield pale Liverpool wakiondoka kwenye mashindano, ushindi pale Anfield bao 1-0, clean sheet Donnarumma kaipata. Kwa hiyo pekee tukashuhudia hata sare pia katika dimba la Villa Park, lakini kwa guarantee kwamba na uhakika Aston Villa atakwenda kuzifumania nyavu za Paris Saint-Germain. Kwa hiyo option nzuri zaidi kwenye hii game ni kwamba vijana wa Villa wapate goli, kwamba Villa Park over 0.5. Hapo tunakuwa tumemaliza kwenye hiyo game, Aston Villa apate goli. Hata ukitazama ligi ya kwanza wao ndio kwa kwanza kuscore kupitia kwa Logazi, na baadaye mambo yakawa magumu, goli kaja karudishwa na wakaja kaongeza mabao mawili, akina Kvicha Kvaratskhelia alikuwa kwenye kiwango bora sana. Kwa hiyo huwezi kuwalaumu kwa kupoteza ile game, lakini kwa hapa nyumbani kwao moja kwa moja wanakwenda kujitahidi kwa namna ambao wataweza, kina Marcus Rashford, Marco Asensio, kuhakikisha kwamba wanalinda kile ambacho wanacho na kuonyesha ile quality, pengine hata wakaqualify. Haya, hiyo game na possibility kubwa na yenyewe kaisha sare pia, lakini guarantee ni kwamba Aston Villa apate goli. Pengine hata Aston Villa pia akashinda. Haya, hapo tunakuwa tumemaliza. Game ya mwisho, game ya kufunga kazi, basi hii ni game ya miamba wa Barcelona dhidi ya vijana wa Borussia Dortmund. Game ya kwanza 4-0, japo bao la kwanza lilikuwa na mkanganyiko sana, watu wakalalamika kwamba Rafinha alikuwa offside, lakini ile bao la Rafinha hakuwa offside kwa sababu unajua zile footage uwanjani zipo za aina mbili. Kuna footage za VAR, lakini pia kuna footage za broadcast ambazo ndio hizi watu tunazitazama sisi kwenye video, kwenye website huko. Sasa zile video za footage za broadcast zilitoa image ambayo kidogo ilionyesha kama Rafinha amesogea mbele, mguu wake hauko kwenye chaki pale. Lakini footage ambazo zilitoa na VAR zilikuwa very clear, zikaonyesha kwamba ile goli ilikuwa ni la halali. Game kaisha 4-0 na moja kwa moja huoni comeback ikifanyika kwa vijana wa Borussia Dortmund. Kumbuke miongoni mwa timu zilizowahi kufanya comeback kubwa zaidi kwenye ligi ya mabingwa basi ni vijana wa Barcelona. Walipata adhabu mabao 4-0 dhidi ya vijana wa Borussia waimini wa Paris Saint-Germain, na wakaja kashinda kwao mabao 6-1. Kwa hiyo Barcelona wao ndio labda angefanya comeback, lakini kwa Dortmund sioni hiyo comeback moja kwa moja. Sasa tunachoenda kushuhudia hapa, pengine tukashuhudia sare pia kwenye hii game. Kwa moja kwa moja, kwa guarantee tu ni kwamba hata boss tweet mscore kama tukushuhudia kwenye ligi ya kwanza, sasa hivi tutakwenda kuiona kama unaweza kupata hiyo option. Lakini pia Barcelona kupata goli over 0.5 kwa upande wa Barcelona, basi ni option nzuri sana, lakini option ambayo pengine ikawa nyepesi zaidi, basi double chance kwa upande wa Barcelona kwamba anakwenda kushinda au kusare. Hizo ndio game 4 za ligi ya mabingwa barani Ulaya, na hapo kama mimi Kylian EDC na kuwa nimemaliza. Na kama nilivyosema, kesho nitakupostia league game za Europa. Vijana wa Manchester United watakuwa uwanjani dhidi ya Lyon, vijana wa Lazio pia watakuwa uwanjani nyumbani kwao pale baada ya kuadhibiwa na Bodo Glimt mabao 2-0, tutakwenda kujua pia. Kwa moja kwa moja hizo ndio game 4 ambazo nimekutajia. Nitarudia tena option ni kwamba kwenye game ya Bayern dhidi ya Inter Milan, basi wewe weka tu 12 kwamba ashinde yeyote. Lakini pia kwenye game and pia unaweza kumpatia Bayern ya score, pia ni option nzuri, lakini pia hata GG ni option nzuri. Kwa vijana wa Barcelona dhidi ya vijana wa Dortmund pia ni kwamba both team to score kama tukushuhudia kwenye ligi ya kwanza, pia hapa tunaweza kuitazama. Lakini pia kwa guarantee zaidi, basi pia ni double chance kwa upande wa Barcelona kwamba anakwenda kushinda au kusare, the same pia kwa Barcelona over 0.5 kwamba Barcelona apate goli. Lakini pia kwenye game ya tatu vijana wa Aston Villa dhidi ya vijana wa Paris Saint-Germain, ni kwamba guarantee kwenye hii game na yenyewe ni kwamba vijana wa Aston Villa wapate goli wakiwa nyumbani kwao pale dhidi ya vijana wa Paris Saint-Germain kwa over 0.5 kwa upande wa Aston Villa. Lakini game ya mwisho ni vijana wa Arsenal dhidi ya vijana wa Real Madrid. Hii game pia kama nilivyosema kwamba double chance kwa upande wa Real Madrid, lakini pia hata ukimpatia Madrid ya score over 0.5 the same play ukiwa XGG sioni sana, lakini Madrid pengine hata atashinda 1-0 au 2-0 au pia tukashuhudia sare, lakini possibility kubwa hii game inaweza kaisha sare. Nikitazama atmosphere ya game dhidi ya PSV, Arsenal alishikilia bomba sana, game kaisha 2-2, kwa hiyo pengine hata sasa hivi pia tukashuhudia sare nyingine. Hizo ndio game 4 za leo. Kesho kwa tayari kwa ajili ya Europa League. Kylian Sports, kama hujasubscribe hakikisha umesubscribe hapo Kylian Sports.